Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bado tunaendelea kukufahamisha kinachojiri katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo taarifa zinasema kwamba ubalozi wa Marekani Saudi Arabia umeshambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani. Miongoni mwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba Wizara ya Ulinzi ya Saudia imethibitisha kwamba ubalozi wa Marekani huko Riyadh umeshambuliwa kwa ndege mbili zisizokuwa na rubani kulingana na makadirio ya awali. Hii ni katika kile ambacho Iran inasema ni kulipiza kisasi kutokana na mauaji ya kiongozi mkuu wa taifa hilo la Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, wizara hiyo ilisema hii ilisababisha moto mdogo na uharibifu mdogo wa vifaa kwenye jengo hilo. Ubalozi wa Marekani umewaagiza wafanyakazi wake walioko Saudi Arabia kubaki ndani katika miji ya Jeddah, Riyadh na Dhahran kutokana na uwezekano wa tishio la kiusalama. Ujumbe huo utapunguza au utaepuka safari zisizokuwa za lazima kwenda kwenye vituo vya kijeshi katika eneo hilo kama tahadhari kwa sababu ya usalama. Donald Trump alikimbilia katika kituo cha runinga cha News Nation kwamba Marekani italipiza kisasi hivi karibuni kufuatia shambulizi dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh na vifo vya wanajeshi wa Marekani. Wanajeshi 6 wa Marekani wameuawa hadi sasa huku 18 wakiwa wamejeruhiwa, Marekani ilisema Jumatatu usiku. Hata hivyo, bado mashambulizi ya Iran yanaendelea katika maeneo mbalimbali, na ni kwa sababu ya kile ambacho mamlaka nchini humo ambazo wakati huu zinashika hatamu zimesema kwamba lazima walipe kisasi juu ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Lakini kuna baadhi ya watu walikuwa wakihoji ni kwa nini sasa Iran inafanya mashambulizi kwa majirani zake. Kuna watu ambao walitegemea vita kati ya Israel na Marekani kwa upande mmoja dhidi ya Iran vingebaki katika mipaka ya Iran na Israel, lakini hali halisi ni kwamba mashambulizi yameenea katika mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yameshuhudiwa katika mataifa kadhaa, ikiwa ni pamoja na Bahrain, Qatar, Falme za Kiarabu, Kuwait, Jordan na Oman, yakipigwa na makombora na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Iran. Idadi ya nchi zinazokumbwa na mashambulizi zinazidi kuongezeka, na kuna ripoti pia za kutokea kwa mashambulizi nchini Jordan, Iraq, Saudi Arabia na kwingineko katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mashambulizi haya yanasababishwa kufungwa kwa anga za ndani katika maeneo hayo, huku mashirika ya ndege ya kimataifa yakifuta safari za ndege kuingia na kutoka Mashariki ya Kati, na viwanja kadhaa vya ndege vimefungwa katika eneo hilo. Kuna athari nyingi za kiuchumi kutokana na kukwama kwa safari za ndege, lakini pia safari za baharini, hasa katika mlango bahari wa Hormuz, na vilevile kuna athari katika maisha ya watu. Tayari kuna ripoti za majeruhi na vifo katika mataifa hayo ya Kiarabu. Lakini sababu ambalo Iran inaeleza ni kutokana na uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwa ujumla, Marekani na vituo vya kijeshi katika maeneo yasiyopungua 19, 8 kati yao yakizingatiwa kwa kambi za kudumu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Tehran inaona kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Israel na Marekani kama haki na wajibu wake halali. Lakini mashambulizi ya Iran hayajapiga kambi za jeshi za Marekani pekee. Kuna ripoti kwamba hoteli na viwanja vya ndege vimeshambuliwa huko katika Falme za Kiarabu, na inaelezwa kwamba mtu mmoja amefariki na wengine wamejeruhiwa baada ya shambulio kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zayed. Iran inafanya hivi kutokana na ukweli kwamba haina uwezo wa kushambulia Marekani moja kwa moja. Kwa lugha nyingine ni kwamba Iran haina makombora yenye uwezo wa kufika Texas na Florida. Umbali kutoka mji mkuu wa Iran Tehran hadi kufika New York Marekani ni kilomita 9881, na kombora lenye uwezo mkubwa la Iran lina uwezo wa kufika kilomita 3000 hadi 4000. Si mtazamaji, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utayajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.